Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Gigi, unahitaji msaada wa kiroho. Nimeona pia mara kadhaa kwenye mitandao inasemwa hivyo, wewe pia ulizungumza. Msaada unaohitaji wapi zaidi? Nini ambacho wa kiroho? Kutoka kwa watu wenye imani ya Mungu zaidi, na wanaamini Mungu yupo. Wanaamini hii dunia ipo siku ina mwisho wake pia. Bana, hii ni PMTV2, mimi naitwa Nicky Tozi. Sitaacha kuwapa shout out nyingi sana wote ambao mnaendelea kutufuatilia, lakini pia kwa wale wote ambao mmekwisha kusubscribe, mmetisha sana. Lakini pia kama bado hujasubscribe, nafasi bado unayo. Dondosha subscribe yako hapo chini ili kwanza kupata habari zetu zote. Bana, leo nilipata nafasi ya kutembelea na my big sister Gigy Money pamoja na shemeji yangu Lick Tones. Kuna mengi sana tunaenda kuyazungumza kuhusiana na muziki, lakini pia na maisha kwa ujumla. By the way, ukiwaangalia mashallah wamependeza sana na thank you. Naomba niseme hii ni my favorite couple kwa sasa hivi. Yes, umeipitisha. Amina, mashallah. Mnapendezana sana. Mashallah. Asante sana. Hongereni. Mashallah. My brother, mambo vipi? Bwana shwari. Kama kawaida? Anavimba wewe, anajua demu wake mkali. Sio? Hata ukikosa usingevimba. Wewe demu anatoka na dunia nzima. Na yeye. Okay, karibuni sana. Bwana asante sana. Na hongera sana kwa kazi nzuri my brother. Bwana shukrani brother. Kikweli mmeweza. Noma. Okay. Nikipenda nifahamu wazo zima la hii track kwa my brother pale ilikuwa ni nini? Nini ambacho ulifikiria? Na usiniache. Usiniache. Yaani kwa nini asikuache? Ukweli only. Yes. Naongea ukweli bwana. Hii ngoma cha kwanza ni kwanza kaangalia. Lazima uangalie. Dhumuni la hii nyimbo ilikuwa imebeba ukweli zaidi. Ni verse 1 inamzungumzia bibie, kasifiwa, na ukiangalia real vitu ambavyo nimevitaja huko vyote. Bibie ndo kasababisha mpaka nimeandika hii nyimbo. Okay. Na usiniache, I mean kwa usiniache au niliacho. Okay. No, usiniache mimi, I mean kwamba usiniache mimi napenda wewe, kwamba mimi nakupenda zaidi, usije kaniacha. Kwa hiyo ndo tumone hiyo nyimbo. Okay. Lakini okay. Naoma sana. Kuna namna una hofu labda siku moja atakuacha? Hofu. Ukimpenda mtu lazima una hofu hiyo. Okay. Kama ni hofu katoa Mungu Nicky. Okay. Okay. Gigi na kufeel unavyoongea hofu ametoa Mungu. Ananipenda. Nampenda. Kwa nini unaamini mimi gurudumu bovu tusikupenda? No. Sababu nikipenda mazima. Okay. Yaani kutoka kutishu pako kwa wipes nimeloa tape. Okay. Kaka ukinitoka na kusemea. Okay. Unajua bado mimi sema hata ukiniona hivi nikitokea kabla gidia yani inaonekana lakini ni kitu kizuri. Okay. Ila muona mume mimi naweza yani hapa timu yangu chumba boyfriend. Janio bana. Nioe. Okay. Umeniuliza au nimejiongelesha? Umejiongeza. Lakini ningependa nikuulize hili pia. Stories zilikuwa nyingi sana kipindi ambacho you guys hamkuwa sawa, kipindi ambacho bibi alikuwa na Msomali. Ulikuwa kwenye hali gani kipindi kile? Kuhusu nini? Kipindi ambacho Gigi haukuwa naye, alikuwa na Msomali, tuliona clip videos. Wewe ulikuwa kwenye hali gani? Hali gani kuhusu nini? Sielewi. Kwani alilazwa? Unajua mtu na mpenzi wako alafu mwisho wa siku unamuona yuko na mtu mwingine, kuna kale ka feeling lazima uwe nako. Wewe kwako ilikuwaje? Mimi tulikuwa poa tu. Ilikuwa fresh. Okay. Na kile ambacho ulikiona ulikuwa unajua ama ulikutana nacho tu mitandaoni? Kipiko. Gigi yuko na Msomali. Ndio nani? Msomali gani? Mogadishu? Msomali umfahamu? Yaani ngoja kwa nenda kutongelea music. Niki tutachula mstari tuvuke. Okay. Tutachula mstari tuvuke hapa. Okay. Professionalism yako huko. Okay, sawa. Tutoke huko. Gigi umeachia ngoma yako pia. Go ni bonge moja la video imetumika AI. Ningependa nifahamu kwa nini AI? Umenipigia na kujibu lakini na kujibu tena mbele za mashabiki zangu na wako. Unajua tena iko hapa AI vision space imekuwa inasaidia sana kwa watu kama mimi na mambo mengi. Kutoa msanii tu, nina vitu vingi nafanya, na companies kuna muda nabidi nifanye nao kazi. Lakini kwa muda huu unakuta kabisa hujatoa nyimbo muda and kuna this new world like AI is a new vision world. For sure. Na vision yangu mimi nilikuwa naitaka ndio hii mnayoiona hapa na twerk. Unaona hiyo jiwango? Okay. Sasa naitoa wapi hapa? Tanzania hii. Okay. Maandamano yenyewe bado hajaika sawa. Unatoa wapi lo baya? And pia ina save muda, ina save pesa.
ina save mostly I can say time. Yani mimi AI kama naweza kwenda kuperform for me ikatumia hela aniwizidi na sake niko sawa. Because yani asikwambia mtu usanii sio kama mnavyo, mimi ni mama. Kwa huyu kwake ni boyfriend wangu, lazima nimpikie. Mnafikiria mimi kama sipendi vyakula vya kununua kwanza. Kwa kuna vitu navifanya out of, yani sio nikwambiaje, out of wao kujua. Yani watu gigimani ni unachokijua gigimani sasa chizi. Kama ishe kwenda kunyumba mtu ngakota makopo nje kwao. Kingine gigimani, ngine msema ukweli. Lakini wewe ukweli unajua nina maisha yangu, kuna muda mimi na maumivu, kuna muda mimi na stress, kuna muda sina hela baba. Hiyo ndo hatari. Kuna muda kijumbe anandai. So I'm still a human ambaye ninajitafuta kwenye mambo yangu lakini kwa ukubwa zaidi. So kama hii ni vision yangu naweza kuilipia nikiwa nimekaa hapa. Na naonekana ni mimi mwenyewe. I'm gonna pay you. Na pesa kiasi gani ulivitumia kwenye? Anafanya bia nyingi lakini mimi Jordan ndio tunajuana, yuko South Africa pia sio Tanzania. So I just give her 2000 him women 2000. Dollars. Yes, dollars, yeah. That's great. Yeah. Na hiki ambacho tunakiona ndio kitu ambacho ulikuwa unakitaka. Mimi ni nataka gigimana kwenye Lamborghini, na travel Lamborghini babangu Balesa. Model uji mjobangu. Namjua nani mimi? Lazima niambie Lugumi, nimerudi na Kleki Lugumi ananielewa. Maana na vurugu. Hiyo hapo kijiona ongelea chezo gani? Yaani ningelikagua hilo. Ingekuwa kweli iko nalo. Na ningeliendesha. You know Lamborghini honey. So vision inasaidia na kusave time. That's really great. Si hivyo sinaendesha mimi, wao wanaendesha nani? Habiba huyo. Si mimi. Sasa mbona mnaumia? Yeye. Kuna watu wanaumia sana. Like for real, they're even trying to make me feel like acha maisha yai too much. Wewe photoshoot kwenda kupiga mipozi kubana tumbo na kuletea picha ya jamani mimi nalipia. It's matter of dollars, $5 darling. Dollar. Easy. And sasa wewe Tesla vipi linajiendesha? Kwani sisi wale tunafikiri utalia sisi subiri unafika litakuwa. Na gari iko tayari new world, it can drive you home. No accidents. No shakara. Yani na nitawaletea gari jipya ni muelewe mimi maisha yangu sasa hivi ni new world. I don't like stress guys. For who? Just stress ikae huko kwanza tumboni unakula udongo kutoka kwa mama yako mandimu. Still the world wanna give you suffocations for what? Mimi am tu Mnyamwezi. Yani tu Mnyamwezi. Hapo tu Mbagala huko kula sini keko lakini yani kadibili pale katikati pale mimi. Sio ndo maana mpenda wanaume mpole. Sasa tungekuwa mimi na Emedi tungewezana. Msingewezana. Siwezi pia. Moja kitu ambacho mimi kinanivutia kutoka kwako, uko real sana. Ina uaga nakwambia kila siku. Uaga haupindishi maneno na vitu kama hivyo. Kuna moja interview lakini pia nyuma kidogo nilikuwa napo karibu na Irene Uwoya, unasema unatamani kupata msaada kiroho na vitu kama hivyo. Ili share. Irene bwana haijaishia. Irene ni bado Irene ni unajua kaokoka. Wanamwita siku mama mchungaji. Mama mchungaji kaka Bwana Yesu asifiwe mama nakupenda. Kutulipo haleluya. Ngoja nitoe ushuhuda. Sasa umenipeleka kanisani. Bwana mama mchungaji ananiambiaga hivi mimi ananiota. Irene Uwoya mimi namwamini by the way. Wale tunaweza tukaifanya kwenye interview kama joke lakini mimi namwamini. Because you can't tell me something I never feel. Ambao nisikuelewe. Kweli mimi nina maono, sijui wanahitaji. Ila mimi ni bibi yangu kidogo alikuwa kanisa. Kwa hiyo zile likizo zimenisaidia kwenye dini. Mimi sijui dini yoyote. I believe there is God. Umenielewa? I believe there is God. Like never see. Kama hata sasa hivi like mimi Muislamu na kufuata wetu tukaoane. Mimi naamini kuna Mungu. I believe about Christian or Muslim or and sina hiyo tofauti. Yaani kwa hivi iko. Kwa aliniambia yeye ameniota. Mimi niwe nani? Yaani mimi Mungu ananiita nikamtumikia. Usicheke sichekeshi. No, mimi nakusikiliza. Na sitaki hata kucheka ila nataka kucheka. Alikwambiaje? Nikajificha kama mama wakatwale, nikajiona mbona mimi na mama wakatwale jamani. Kwanza you nyenye mashabiki kuna muda wananichekeshaga kwa sababu hawanipi imani. Kuna mimi nabaki kuna muda kitu cha imani kikija mlaki Mungu wangu nitaambia nini watu ni pastor. Eti mimi nimechaguliwa na Mungu. It's not funny lakini mwisho nilimwambia kama ni kuna kazi ya Mungu inabidi niifanye. I have to take it serious end of the day. Kwa kila mwaka. Tena kila mwaka Februari. Mwaka huu bado hajafika Februari. Sijui. Na message zake za kuonyesha. Kila Februari huwa lazima akwambie 22, 23, 20. Ani sijajua kama mwaka juzi alifuta ni club. Really? Niko ndui. Nimeambia kuhusu unaniota Mungu ananiita. Nikamwambia wapi nipe namba yake ya simu sielewi.
Baadaye ndo nimekaa tu. Jana Darini ndo ulinipigia ukaniita club ukatoka hadi nje. Na ulikuwa umetoka kuamka kabisa, unavaa night dress kabisa, unaona mtu alikuwa kalala zake. Nimekuota, nimekupigia simu huko hapa Masaki Elements. Mdogo wangu Mungu anakuita. Analia, sikutani wewe. Okay. Mimi sasa kwanza sikumuelewa, nilimwomba ninunulie takila, yeye mwenyewe mamchukua akaninunulia. Hapo nikawa bado sijaacha pombe. Kanichapa takila. Nikamwambia msemaje? Mimi na utami Mungu ananiita wapi? Sasa because I was taking as mzaa, mwaka jana ndo nilikaa naye Sleepway. Akaanza tena kulia. Anasemeka, mimi kwa usiku nilikuwa jioni sijatumia kitu chochote. Na nilienda na mtu mwingine ili naye asikie, ili baadaye aweze kuniambia umemsikia na wewe au mimi tu. Umeelewa? Lakini ni imani ambayo inavutana. Unajua mimi sina imani ya kusema kwamba nitumikie kanisa au nifungue dhehebu au mimi naamini nina urafiki wa karibu sana na Mungu. Okay. Naamini mpaka hapa nilipofikia kama sio Mungu, mimi kitambo. Baba mikonuti. Mimi kuna muda mpaka namuona mtu like why do I see this person? Sipewi hiyo vision ya kuelezea kitu sijui. Lakini Gigimani bwana kikweli I'm God chosen. Yaani unajua. Mungu amenichagua katika wachagua. Lakini sasa hicho kitu mimi ni utayari hasa mwaka jana message soma wewe bwana. Samahani lakini na top priority. Ila soma wewe kwa sababu message nikata. Inanichanganya ndio maana mpaka leo. Kwa hiyo kuna vitu najaribu kila mwaka kuvipunguza na kuviacha taratibu. Okay. Kwa sababu alinichapa mistari ya Biblia na mengineyo. But kwa sababu mimi tunaheshimiana sasa kione ni mzaa. Na kuhusu some na mwaka kwa mwaka gani 25 Januari tena tarehe 7. Okay, Arinioya. Kama nambaki angalia hakikisha mimi nitakupiga budele. Sawa. Hapa naona jina limeseviwa Arinioya na ujumbe unasema hivi. Na kukumbusha tena swala la Mungu mdogo wangu. Nakupenda sana na Mungu anakupenda sana. Najua ni ngumu kubadilika mara moja, hata mimi kuna muda nashindwa kama binadamu. Nakosea sana tu, lakini naomba Roho Mtakatifu ananisaidia na kuomba sana ufanye kazi. Kuna baraka kubwa mbele yako na mengi mazuri, lakini hayatakiwi mpaka uitikie wito wa Mungu. Haki nakwambia, utajichelewesha tu, ila hutoweza kukimbia uso wa Mungu. Uso wa Mungu mama. Yona alikimbia lakini alishindwa. Angalia usiwe kama Yona. Gigi, mimi na muda narudi nyuma, nashindwa kabisa, lakini siwezi kimbia maana Mungu amenichagua. Usikimbie wito wa Mungu, adhabu yake ukikasirika ni mbaya sana. Samani kama nakukosea, ila naambiwa kusema na siwezi kunyamaza. Mungu wa mbinguni akulinde na kuongoze ukafanye kusudi lake na kupenda. Huu ni ujumbe wa Arinioya. Na tuliendelea kuchat. Akina leo chat na hivi mimi naongeaga na Bongo Movie yote hata. Niko mbali. Na life lang bro, I don't really know. Hautilii maana hiki ambacho Arinioya anakwambia. Nakilia maana ndio maana nimekupa na wewe ukisoma. Kwanza nikisomaga my spirit, yani umeona unasoma huko. Mimi kuna moto hapo unachimka hata sielewi nini. But I don't really want to feel it kwa sababu kama ni njia ya Mungu na tunamwamini ni Mungu ambaye mimi na imani naye mpaka nilipofika. Bado nina njia nyingi inabidi nifike mpaka kwenye hicho ninachotaka nini. Okay. Hata dhahabu inapita kwenye moto kwanza. Yaani nina vitu vingi inabidi vipite ndio ije niwe hapo. Okay. Na ndio hicho imani yangu inabidi jisiadi kulengesha mambo. I'm so praised to Lord. Yaani I'm so sensitive. Yaani kama kweli ina kazi ya Mungu. Siamini mwanadamu anaweza kaja kuniambia mimi kuhusu Mungu kama mimi ninavyomjua Mungu. Mungu mimi amenishusha kwenye sehemu ambazo mtu avuki. Most of people drained. Mungu amenitoa kwenye hata maskeno ambayo ukisema huyu mwana kondoo, watu wanasema usome mwana kondoo wewe. Huyu Gigi. That's so mimi kuhusu Mungu sitaki kufundishwa, namjua Mungu amenisaidia. Na sitaki kuamini maneno yake. Tunataka Mungu mwenyewe. Unajua kwa nini sinasibishani na maneno? Nabishana na kwamba nionyeshe na mimi sasa hicho unachotaka. Kwa sababu kama ilikuwa ni kuhusu pombe, umesaitumia. For sure. Ni kuna vitu vinaondoka venye kwenye maisha yangu kwa sababu ndo nafuata. Hiyo ni safari. For sure. Ila siwezi kusema tu Derika sasa mimi pastor. Nyinyi si mtu anaigiza. I really want God to show me what exactly you want me to do. Nini? Tunaanzia wapi? Kusali najua sawa. Imani yangu ni kubwa sana. Kama ni mganga basi nipe hizo tunguli. Kama nina heal kupitia maneno nipe huo uponyaji. Nionyeshe it's matter of a way. Atujui binadamu wengi hatujitambui. Na kuna roho nyingi zinaniataki mimi. Watu wengi wananiataki roho kufikia hiyo nia. Sio kwa sababu tu wananiambia kiroho pia mimi inabidi nitakaswe, nisafishwe au niende sehemu, niende madhabahuni which is nimekwambia sasa hivi sina imani kubwa kuhusu dini.
Gigi, unahitaji msaada wa kiroho. Nimeona pia mara kadhaa kwenye mitandao inasemwa hivyo, wewe pia ulizungumza. Msaada unaohitaji wapi zaidi? Nini ambacho wa kiroho? Kutoka kwa watu wenye imani ya Mungu zaidi, na wanaamini Mungu yupo, wanaamini hii dunia ipo siku ina mwisho wake pia. Kwa hiyo tunafanya vitu kwa limit, no matter unanijaji kwa kuangalia picha ya mimi nilivyo, right? Ya hiyo ndio picha nataka uione, kwa sababu mimi sio wewe unayemwona. Okay. So unanielewa? A part of being Gemini, God Messenger. Kama basi tuseme turudi kwenye Google na vitabu ambavyo vya kiinterneti wanasema. Gemini ni God Messenger, ambaye ni mtu ambaye anaweza kuwa karibu na Mungu zaidi, lakini kwangu mimi kwa tofauti, kwa sababu kuna a lot of Geminis. Ila imani, unajua mimi pia nishapeleka hadi kwa watu wataalamu, lakini ukinipeleka kule unanivuruga zaidi. Ushakuwa nani unaenda sehemu kutibiwa na uko unavurugwa zaidi? Ndio mimi. Okay. Yaani nivuruga na kwa sasa ndio yani Mungu wangu, you can do me. Mimi hata nikatibiwa na maombi. Yaani maneno au nikaongea na mtu nikifunguka tu hivi. Tatizo ni au nikikwambia na mwisi mtu fulani kanifanyia hiki na hiki na hiki. Yaani just to tell me like inawezekana. Nahitaji tu yani relief. Ila inakuwa ni mtu ambaye matatizo yangu mengi najua mwenyewe na anakuwa nayaona. Ni maamuzi tu kusema nalifumbia macho au nitamwambia au sijui hivi. Okay. Yeah, hata kwenye mahusiano pia mtu akiwa mbaya anamuona. Really? Mpenzi wangu mimi nimedumu naye bila hata scandal. You know, right? Sio kawaida. Yeah. Okay. Umeshamuona? Namuona mtu mwema na namwambia gawa. Okay. Watu wanatamani sana kuona Licky siku moja unamvalisha pete Gigi, mnaoana na nini. Kuna hizo plan? Yeah, nazo bro. Okay. Lini labda tutegemee? Plani mwaka huu nilikuwa na plani kabla ya Ramadhani. Bao kesho kutwa. Shafunga ndoa na bibi. Lakini bado tupo katika maandalizi ya kupanga na familia na watu wengine ambao wanatushauri. Ikifika wakati na muda inshallah. Lakini pengine kabla ya Ramadhani, kwa sababu sio Waislamu hatuwezi kuwa na mchumba. Katika Ramadhani tutakuwa tufungi sasa. Kwa tutableka. Okay. No, nisikilize. Unanio. Okay. Ni kabla Ramadhani lazima. Mimi siwezi kuvumilia mwezi mmoja. Bro, sisi hapa tuna rekodi video, unajua Ramadhani isije katupita hapa shwa. Yeah, sure. Okay. Naongea kitu reality, kitokea hivi basi Mungu pia kapanga. Mungu nistilike kama mimi jamani. Lakini tupo reality sana. Pia tuko serious pia ile swala hata kifamilia. Kwa hiyo tuwezi kuongea jambo hile. Lakini Nikisi, I told you this private as a friend before. Yes. Nikataka kusikia pia kwa shemeji. Kwa shemeji yako confirmation. Wewe ndo anaoa. Okay.